Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazipeperusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha kuzingatia, cha muhimu zaidi, yeyote ambaye anatazama, bonyeza alama ya like na karibu. Kuna breaking news hapa ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari na tumezihakiki, tumekuwa tukizifuatilia kabla tuzilete hewani. Imethibitishwa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amekutana na kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kivipi? Mnakumbuka wakati Samia Suluhu Hassan alienda kutembelea gereza la Ukonga, na kwa kusema ukweli haiwezekani Samia Suluhu Hassan akaichagua Ukonga kwenda kuangalia ama kufuatilia hali halisi ya wafungwa ama maabusu, aachane na magereza mengine. Kilichompeleka pale ni kwa sababu ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye amekaa pale kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Sasa alipoenda pale, lengo lake kubwa ni kukutana na Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hivyo tunaweza kudhibitisha kwamba sio Tundu Lissu alimtafuta Samia Suluhu Hassan, ila tu ni Samia Suluhu Hassan amemtafuta Mheshimiwa Tundu Lissu ili aweze kuridhiana naye. Sasa tumepashwa habari kwamba Tundu Lissu wakati wowote anaweza kuachiliwa huru mwishoni wa mwezi huu ama mwanzoni wa mwezi ujao wa 6, kulingana na taarifa zile ambazo tumezithibitisha hapa katika meza yetu ya habari. Unajua, Samia Suluhu Hassan yuko desperate sana, anashindwa cha kufanya. Mara amekuwa akitumia familia ya Tundu Lissu kuenda kumwongelesha Mheshimiwa Lissu kukubali kuridhiana naye, akalazimisha familia yake iende gerezani kuzungumzia Tundu Lissu, lakini kiongozi huyu alikataa, akasema yeye hajafanya kosa lolote ya kuridhiana na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kiongozi katili. Baadaye tukasikia ya kwamba Samia ameweza kuomba wanachadema Lissu aachiliwe huru, hamna hatua yoyote itachukuliwa dhidi yake, lakini akubali masharti. La kwanza, aachane na siasa za Tanzania. Pili, atoroshwe kutoka Tanzania kuelekea taifa lingine. Tatu, aachane kumkosoa Samia Suluhu Hassan. 4, aridhiane naye. Lakini Lissu akakataa, akasema haiwezekani kumuinamia kiongozi katili aliyejitangaza, aliyejiapisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi hapa Tanzania. Sasa kwa sababu Samia ako desperate, alienda peke yake moja kwa moja. Lengo lake sio kuangalia wafungwa, ila tu ni maapusu ambaye ni Tundu Lissu, ampembeleze waridhiane naye. Kwa nini? Kuna wengine ambao watajiuliza kwa nini Samia amekuwa na interest sana kuridhiana na Mheshimiwa Antipas Lissu. Ni kwa sababu Umoja wa Mataifa, Marekani, Bunge la Ulaya na mataifa mengine, Afrika Mashariki, shirika la kutetea haki za binadamu Afrika nzima, wamekuwa wakimlazimisha Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu, lakini amekuwa akishupaza shingo. Sasa inathibitishwa na Samia kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ni kiongozi ambaye anajulikana
kote duniani, wala sio Tanzania peke yake. Ndio maana jitihada hizi ambazo wamekuwa wakipanga hapa na pale kumtoa uhai Mheshimiwa Tundu Lissu imeshirikana, kwa sababu anajulikana kila mahali. Ni jambo ambalo litasababisha Tanzania kuwaka moto. Sasa tunathibitisha kwamba hatimaye wamekutana, na tunasikia wakati wowote anaweza kuachiliwa huru mwishoni mwa mwezi huu ama mwanzoni wa mwezi ujao wa 6. Lakini sio Lissu amempembeleza, ila tu ni Samia amempembeleza Tundu Lissu amwachilie, na huenda akiachiliwa. Unajua kuna habari ambazo zinaenezwa hapa na pale, akina Makonda Polo hawa au wa mawasiliano hapa, akina Msiwa hapa na pale. Akiachiliwa wataanza kufake ama kuleta habari gushi kwamba ni Lissu alienda akamuinamia Samia Suluhu Hassan, na tena waseme Samia ni mtu mwenye huruma, amemwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu baada ya kushtakiwa na kosa la uhaini. Kulingana na sheria za mwaka 1977 uhaini ni kifo. Unajua kuna kile ambacho kinafanyika hapa Tanzania hatuelewi. Mliona hivi majuzi Samia Suluhu Hassan analetewa mtoto feki hapa, eti yeye anampenda, amemchukua kwa familia yake, na ni njama ambayo ilikuwa imepangwa. Hata wale ambao walijifanya ni mapusu ama ufungwa kule gerezani Ukonga kwamba alikuwa amehusika na ulawiti, akazungumza na Samia Suluhu Hassan, kisha baadaye akamwambia atamwachilia huru. Hiyo ni ukora, kwa sababu ukifungwa wewe ni mfungwa, huwezi kuwa na ujasiri wa kuzungumza na rais akifika gerezani. Liwe liwe. Lakini taarifa ambazo tuko nazo baadaye tuliweza kudhibitisha kwamba yule ambaye alikuwa anazungumza naye kwamba aliweza kumlawiti mtoto, tumethibitisha kwamba alikuwa mmoja wa maafisa wa kitengo cha usalama hapa Tanzania. Kwa hivyo Samia amejaribu mbinu zote kuhakikisha ya kwamba anajionyesha kama mtu mwenye huruma. Alipoteza mtoto wake, haikutangazwa. Sasa huruma gani? Maana alijua akitangaza watu watashangilia hapa Tanzania, kwa sababu yeye ni muuaji. Watu waliweza kuaga dunia, wengi wametekwa nyara, wengine wamepotezwa hapa na pale. Akina Humphrey Polepole hamna yeyote ambaye anajua alipo, huenda alinyongwa. Wengine wanapatikana mtoni, wamekatwa vichwa, wameuliwa pasipokuwa na makosa. Miili imekosekana. Wale ambao waliuawa wakati wa uchaguzi, sio wakati wa uchaguzi, kilichosemekana ni uchaguzi wa 29 Oktoba 2025, miili yao imekosekana, ingawa vituo mbalimbali vya kimataifa, CNN, PPC, Al Jazeera waliweza kuonyesha wakitumia picha zile za satellite. Mara nyingi hutumiwa na vyombo hizi vya habari za kimataifa, wakaonyesha kwamba kuna makaburi ya halaiki ambapo watu waliweza kuzikwa pamoja kama njia moja ya kuzuia ushahidi dhidi ya Samia Suluhu Hassan, kwa sababu anashtakiwa katika mahakama ya kimataifa ICC. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine, tukizipata, tukizihakiki tutarejea hewani. Kufikia hapo naomba nitamatishe hii kanda. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde yako moja ya mwisho ili ukaweze kusubscribe na uwashe kengele. Kwa heri kwa sasa.